Tumekutana hapa ili kwa wale waandishi ambao walikutana na madhila mbalimbali tarehe 29 ikiwepo kupata vipigo, kupata vitisho, wengine kushuhudia labda miili ya watu au majeruhi, na hivyo wakapata matatizo ya kisaikolojia, ili waweze kupata elimu ni jinsi gani wanaweza kaondokana na hizo changamoto ambazo wamezipata. Na tunaamini hii ni mwanzo, tutakuwa na mafunzo mengine ambayo itachukua muda mrefu zaidi ili kuwaondoa waandishi katika hali ambao walikumba baada ya yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10. Na tunaamini hata yale mapungufu ya kisheria ambayo waandishi wameyabainisha katika mafunzo haya tutaenda kuyafanyia kazi na kuona jinsi gani sasa katika chaguzi zijazo tunaweza kufanya kazi katika mazingira salama na tusirudie kule ambapo tulitoka na zile vurugu. Kwa hiyo tukaona kuna umuhimu wa waandishi kwa kukutanisha hapa na kupata mafunzo au kubadilishana nao uzoefu kwa jinsi gani wanaweza kurudia katika hali yao ya kawaida. Kwa hiyo tu ni mwendelezo wa mafunzo ambayo yatakuwa yakitolewa na MIPAC kushirikiana na shirika hili la kimataifa la Press Unlimited lenye makao makuu Amsterdam, Uholanzi, kuona jinsi gani waandishi wa Tanzania tutaendelea kuwajengea uwezo ili waweze kuripoti vizuri habari mbalimbali, lakini vile vile waweze kujikinga na vikwazo mbalimbali ambavyo wanavipata katika utendaji wao wa kazi, vikiwepo vikwazo vya kisheria, vikiwepo vikwazo vya matatizo ya afya ya akili na masuala mengine ambayo yanahusiana na masuala ya maadili. Baada ya mafunzo ndani, waandishi wengi mmeona kuna sheria nyingi ambazo zinalinda haki za waandishi. Kuna matamko mengi ya Umoja Mataifa ambayo yanalinda haki za waandishi, na tumeelezwa kuna fursa nyingi za waandishi kupata ulinzi wa kiusalama kutokana na majukumu yao ya kikazi. Kwa hiyo nadhani hii itawarudishia ari waandishi kuweza kufanya kazi kama ilivyokuwa mwanzo, waondokane na hofu, kwa sababu tumechambua vile vile mapungufu ya kisheria, na sisi kama MIPAC kwa kushirikiana na wadau tutaendelea kufanya uchambuzi wa sheria mbalimbali ili kuona yale mapungufu au zile adha za waandishi ambazo zilitokana na masuala ya kisheria, basi tunaenda kuzipatia ufumbuzi, na katika chaguzi zijazo au katika migogoro ijayo isiweze kujitokeza tena. MIPAC wakati wa uchaguzi na kwenye migogoro mingi imekuwa ikishiriki kudocument au kurekodi yale ambayo yamekuwa yakijitokeza, na tuna document kwa sababu tuna ushirikiano na mashirika mengi ya ndani na nje ya nchi ili kuweza kuwajengea uwezo waandishi. Kama unavyofahamu, hapa Arusha kuna waandishi walikamatwa, lakini MIPAC ilishiriki kutafuta mawakili, kuwatafutia watu wa kuwasaidia, hata kufika mpaka magereza kuwapa msaada. Kwa hiyo kwa sababu ni wanataaluma na walipata shida za kitaaluma, sisi kama wadau, sisi kama wanahabari tunaona kuna jukumu la kushirikiana na kusaidiana. Kwa majina ninaitwa Esther Cornelio, ni msaikolojia lakini pia ni counselor kutoka shirika la Esther Therapy Center. Nitapenda kutoa wito kwa waandishi wa habari kutokana na tukio lililotokea Oktoba 29. Kwa lile lilikuwa ni tukio ambalo halikuwa la kawaida. Kwa hiyo ni vizuri tukapata huduma ya afya ya akili kwa ajili ya kulipokea na kuliprocess lile tukio likae vyema katika maisha yetu na maisha baada ya lile tukio. Kwa kile ambacho nitatoa rai ya tupate kuwaona wataalamu wa afya ya akili ambao watatusaidia katika kuprocess kile ambalo lilitokea. Kumuona msaikolojia sio gharama kubwa. Tuna wasaikolojia ambao tunajitegemea, lakini katika kila hospitali ya wilaya na ya mkoa tunampata psychiatric ambaye anaweza kutusaidia pia kwa huduma ambayo inatolewa kwa bima zetu za afya. Kwa hiyo tunaweza pia reach out kwa namna hiyo. Tuna uhaba kidogo wa wataalamu wa afya ya akili, lakini tuna watu wengi ambao wanajitahidi kufanya awareness ama raise awareness kwenye swala za changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo ni jambo ambalo hapo nyuma kidogo limekuwa hatulizungumzi, lakini sasa hivi watu wanajaribu kulizungumza, raise awareness. Ni rai yangu kwa jamii kwamba tunapopata ile awareness tuendelee reach out, lakini pia ndipo ambapo tutatoa pia demand kwa watu kuendelea kuona kama ni sekta ambayo pia inaweza kupata wadau na watu wengi wakajihusisha kwenye sekta hii pia. Wataalamu tupo nao, nadhani wengi ni kwa sababu hawatoki kuzungumza, tufahamu kwamba wapo na wanafanya hii huduma. Lakini kwa sasa tunakoelekea wengi wanatoka pia kuzungumza, kama ambavyo mimi sikuwa nafahamika, lakini sasa na mimi pia nimesogea kwenye jamii, kwa hiyo kuna watu wengine tuendelea kuwagusa. Lakini pia ni rai yangu pia kwenye walimu ambao wana rise careers mbalimbali, kuwa kuhubiri kuna zaidi ya MD kwenye swala la ambalo mtoto anaangalia kama daktari, kuna zaidi kwenye MD. Kwa tuna haja pia ku raise awareness
kwa watoto wetu kwamba kwenye afya tuna vitengo mbalimbali, na afya ya akili pia haimgusi tu yule ambaye hana ufahamu tena, ambaye tunamuona kama kichaa na mambo mengine tunawaita, kwamba tunaweza kuanza kabla haijafikia huko. Okay, matatizo ya afya ya akili yanatokana na tukio ambalo sio la kawaida ambalo limetokea kwenye maisha yetu. Kwa hiyo haya matukio yanaanzia kuanzia utotoni mpaka maisha yetu yanapokuwa kwenye utu uzima. Tuna matatizo ambayo tunaweza tukawa tulikutana nayo utotoni, na ninapozungumza utotoni ni matukio ambayo yanaweza kawa hayakuwa ya kawaida, lakini pia aina ya malezi. Wengi tumekuwa exposed kwenye authoritative malezi ya kimabavu ambayo yameweza kusababisha pia tukaingia kwenye changamoto zingine za afya ya akili. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kama uliwahi kupita huko, unaweza pia ukajaribu kuassess na mtaalamu kwamba kama una changamoto yote ya afya ya akili iliyotokana huko. Lakini pia tuna matukio mbalimbali ambayo yanaweza kuwa ni migogoro ya kifamilia, lakini tuna matukio kama ajali, tuna matukio ambayo mengine ambayo tunakutana nayo, ambayo yani jambo lolote ambalo sio la kawaida na limetusababishia maumivu ambayo yamedumu na sisi muda mrefu, tunaweza ku reach out kwa wataalamu wa afya akili na wakatusaidia. Yeah.